Kujibu swali la mwandishi kutoka Deutsche Welle, ndio kwamba chama nimesema kitakwenda kuisimamia serikali. Kwanza lazima tufahamu serikali iliyoko madarakani ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Hivyo chama kina wajibu wa moja kwa moja kuisimamia serikali yake. Kwa hiyo jambo la kwanza, endapo watakuwepo viongozi wazembe ndani ya serikali yetu, chama hakitasita kuchukua hatua. Moja, kwa kushauriana na mwenyekiti wa chama ambaye ndiye rais, kwa sababu wajibu wa chama ni kufuatilia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi. Chama kimesema kitajenga barabara, mfano ameteuliwa waziri au naibu waziri ameshindwa kutimiza wajibu, lazima tutamweleza mwenyekiti na tutakaa kwenye vikao vya chama na kuwachukulia hatua. Na wanapochukuliwa hatua, umehoji tena, je, ni kuhamisha hapa kwenda pale au wala rushwa kwenda mahakamani? Nafikiri nchi yetu ina utaratibu wa sheria au inaongozwa kwa misingi ya sheria, na wapo viongozi wengi ambao wamechukuliwa hatua za kisheria, na wengine wapo ambao wameweza kufungwa, wengine waliweza kufilisiwa, na wengine wanaendelea na kesi. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kwanza kinaamini katika utendaji kazi na hakiamini katika watendaji wazembe. Na hili ni kuahidi ndugu yangu wa Deutsche Welle kwamba utaona mageuzi makubwa ndani ya serikali, hasa katika kipindi hiki, namna gani Chama cha Mapinduzi kinakwenda kuisimamia serikali. Kwa hatua zitachukuliwa, endapo mtu amekula rushwa atapelekwa mahakamani moja kwa moja. Hakutakuwa na jambo la kupepesa macho katika hilo. Lakini swali la pili, mwandishi wa Azam ameuliza kwamba kuna baadhi ya maeneo vurugu zilitokea, kura inawezekana hazikupigwa. Labda niseme jambo moja. Vurugu nyingi nchini zilianza mchana majira ya saa 6. Maeneo mengine hazikufanyika vurugu, zilifanyika siku ya pili ya tarehe 30. Na ni mikoa michache ambayo ilikuwa imetokea vurugu mchana: Arusha, Dar es Salaam, pale Songwe, Mbeya. Ndio vurugu zilitokea hasa katika maeneo hayo. Maeneo mengi vurugu zilikuwa hakuna. Na Watanzania wengi mwaka huu, kama mtakumbuka waandishi wa habari, katika uandikishwaji, uwekaji wa vituo vya kupigia kura, tulikuwa na vituo vingi kuliko mwaka wowote ule wa uchaguzi. Kwa hiyo watu waliweza kwenda kwa haraka kupiga kura asubuhi, wakarudi majumbani, na kazi ya kupiga kura baadhi ya maeneo ilimalizika mapema kwa sababu ya wingi wa vituo. Mfano, kunakuwa na sehemu kuna watu 500, vimewekwa labda vituo 200, maana yake hawa watu wataisha kwa haraka. Zamani ilikuwa watu 500, kuna vituo labda 7 vya kupiga kura, maana yake hapo unakuta mistari ilikuwa ni mirefu sana. Lakini ni kuhakikishie kwamba Watanzania wengi wamepiga kura, na kuthibitisha hilo, hata wakati wa mikutano yetu ya kampeni mliona namna gani waandishi wa habari Watanzania walivyokuwa wanajitokeza katika kampeni za Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hilo ni kuondoe hofu, watu walipiga kura. Maeneo yenye changamoto ni machache, na ndio maana unakuta hapa kura hazijawa milioni zile ambazo zililetwa na tume. Hapa tuna ushindi wa 97%, haujawa 100%. Maana yake kuna maeneo watu inawezekana wamepigia vyama vingine kwa sababu ndiyo demokrasia, lakini vurugu ile haikuathiri moja kwa moja zoezi la upigaji wa kura. Naomba kuwasilisha. Asante sana. Mwenezi, tunakushukuru sana. Ndugu waandishi, tunawashukuru sana.